Baadhi ya wafanyabiashara wanafanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara. Unapofanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara ya duka la vyakula, matokeo yake ni biashara kuyumba na hata kufilisika. Video hii nitaeleza jinsi ya kuepuka kufanya makosa 12 wakati wa kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Sasa kama unataka kuanzisha biashara ya duka la vyakula yenye mafanikio, epuka kufanya makosa 12 yafuatayo. Moja ni kukosa kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara ya duka la vyakula. Usifanye kosa kuanzisha biashara ya duka la vyakula sehemu isiyokuwa na mvuto kwa wateja. Hakikisha kuwa unapata sehemu nzuri ya kufanya biashara ambapo kuna wateja wa kutosha kufanya biashara ya duka la vyakula. 2 ni kutochagua kundi la wateja wa duka la vyakula. Usianzishe biashara kabla ya kufanya uchaguzi sahihi wa kundi la wateja la kuwahudumia. Fanya uamuzi ni wateja gani unataka kuwahudumia. Inaweza ikawa ni watu wa kipato cha kati au watu wa kipato cha chini na hata watu wa kipato cha juu. Namba 3 ni kutofahamu mahitaji ya wateja wa duka la vyakula. Usianzishe biashara ya vyakula bila kufahamu mahitaji ya wateja wako. Jaribu kufanya interview au mahojiano na wateja wako ili kufahamu bidhaa wanazopenda, bei za bidhaa ambazo zinawavutia na muda wa kutoa huduma wa duka la vyakula kwa wateja. Namba 4 ni kutokuwa na bidhaa za kuwatosha wateja. Usianzishe biashara ya duka la vyakula ambayo haina idadi kubwa ya bidhaa wanazopenda wateja. Isiwe bidhaa nyingi kuliko mahitaji ya wateja na vile vile isiwe bidhaa chache kuliko mahitaji ya wateja. Namba 5 ni kutofanya makisio ya mtaji wa biashara ya duka la vyakula. Usianzishe biashara ya duka la vyakula bila kufanya makisio ya mtaji wa biashara. Kwenye makisio yako, unatakiwa uweke gharama za kuanzisha biashara, gharama za kununua bidhaa, gharama za kuendesha biashara duka la vyakula na kadhalika. Namba 6 ni kutokuwa na hamasa ya kufanikiwa ya biashara ya duka la vyakula. Usianzishe biashara ya duka la vyakula bila ya kuwa na dira ya kuanzisha hiyo biashara na dhamira pia ya kuhakikisha hiyo biashara inafanikiwa. Namba 7 ni kutofahamu mahali utakapopata bidhaa nzuri za duka lako la vyakula. Usianzishe biashara ya duka la vyakula kabla ya kupata muuzaji mzuri wa jumla ambaye atakupa bidhaa ambazo ni bora na bei nafuu zinazokidhi matakwa ya wateja wako. Namba 8 ni kutoweka vivutio vya wateja wa duka la vyakula. Hakikisha sehemu ya kufanya biashara ya duka la vyakula panavutia wateja kwa kuweka vivutio kama vile music, televisheni na vivutio vingine kwa wateja. Namba 9 ni kutoajiri wafanyakazi ambao wenye uzoefu katika biashara ya duka la vyakula. Hakikisha wafanyakazi wanatoa huduma nzuri kwa wateja na pia wako nadhifu, wanapendeza na kutokana na mavazi yao wanavutia. Pia wafanyakazi wawe wachangamfu kwa wateja. Namba 10 ni kutokuwa na bei za bidhaa zenye mvuto kwa wateja. Hakikisha bei za bidhaa zinavutia wateja. Zisiwe za chini sana kufanya biashara iendeshwe kwa hasara na zisiwe za juu mno kufanya wateja kukimbia duka lako. 11 ni kutotengeneza business plan ya biashara ya duka la vyakula. Tengeneza business plan ambayo itakuwa ni mwongozo wa jinsi utakavyoanzisha biashara yako ya vyakula. Bila business plan utakuwa ni kama unabahatisha tu kwenye uanzishaji wa biashara yako. 12 ni kutotengeneza hesabu za biashara. Ni muhimu utengeneze hesabu za biashara ili uweze kufahamu kama biashara inapata faida au inapata hasara. Bila kuwa na hesabu za biashara, vile vile huwezi kufahamu kama mtaji unaongezeka au unapungua, lakini pia mali za biashara kama zinaongezeka au zinapungua,
madeni kama yanaongezeka au yanapungua na kadhalika. Tumefika mwisho wa video yetu, na leo nilikuwa naelezea jinsi ya kuepuka makosa 12 au mambo 12 wakati unatafakari jinsi ya kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Asante na karibu tena.